Hello, habari. Kwa majina mimi naitwa Dr. Mary, mtabibu na mtafiti wa miti mbalimbali ya tiba asili. Karibu sana mpendwa wangu popote ulipo. Mimi si jambo, namshukuru Mwenyezi Mungu, naendelea vizuri. Tupo katika mwendelezo wa vipindi vya tiba pamoja na madarasa ya miti. Kama wewe ni mgeni katika hii video na unaitazama kwa mara ya kwanza, na kuomba subscribe. Bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata vipindi vyangu vya tiba ambavyo navitoa hapa kila mara. Na pia nakuomba ushare kwa wengine nao wakapate madarasa haya ambayo nakufundisha hapa. Mpendwa mtazamaji wa hii video na mfuatiliaji wa madarasa yangu, leo naenda kufundisha namna ya kutengeneza dawa nzuri ya kuongeza akili na pia namna ya kutengeneza dawa ya kifua. Huu mti katika hii video unaouona hapa unaitwa mvuti, kwa jina lingine unaitwa lantana kamara. Mti huu ni mzuri sana katika masuala mazima ya kumbukumbu, kuboresha akili, kuboresha ubongo. Ubongo wako unakuwa unasahau mara kwa mara. Una mtoto au mtu yoyote hana kumbukumbu vizuri, anasahau, akili yake haiko sawa. Tafuta maua pamoja na majani yake uyachemshe. Maua haya chuma mengi pamoja na majani yake haya mateke mateke, chemsha, awe anakunywa kikombe cha chai kutwa mara 2 kwa muda wa siku 7. Kutwa mara 2 kwa muda wa siku 7. Hii ni dawa nzuri sana ambayo utakuwa unakunywa kwa siku 7, alafu unasikilizia kwanza maendeleo yako. Ukiona maendeleo yako ni mazuri, basi utatumia tena siku 7 zijazo. Kwa hiyo utafanya mwendelezo wako wa kutumia dawa hii ya kuongeza kumbukumbu pamoja na akili, kuboresha ubongo ili akili yako iweze kukaa katika level nzuri na katika mfumo mzuri. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji wangu, fanya zoezi hili la kuandaa dawa yako nzuri. Pia mti huu wa lantana kamara ni dawa nzuri ya kifua. Wale wanaosumbuliwa na kifua cha mara kwa mara, chuma majani yake, utakuwa unayakausha upate unga wake, na huo unga utakuwa unaweka kijiko cha chai. Ukishapata unga wake, utakuwa unatengeneza chai yako ya asubuhi na utakuwa unakunywa asubuhi na jioni. Kwa wale ambao wana kifua ambacho cha muda mrefu, itakusaidia sana kupunguza makohozi, kupunguza kubanwa na kifua, kukohoa mara kwa mara, itakusaidia sana. Haya majani yakiwa ya unga, na kama utapendelea majani haya kuyatumia yakiwa mabichi, basi ni sawa, utayatumia yakiwa mabichi. Lakini kama utataka ukaushe ili uwe unatumia kwa muda mrefu, utatengeneza unga wake, utautwanga, utaanika sehemu ya kivuli. Ukisha kauka vizuri, utakuwa unatwanga, alafu poda yake au unga wake utahifadhi katika kopo. Utatafuta kijiko cha chai ambacho utakuwa unachota unga wake, unaweka katika maji ya uvuguvugu katika kikombe cha chai kile kidogo, then unakunywa kabla hujala chochote asubuhi. Tumia kwa muda wa siku 14. Kwa hiyo ambao na kikohozi cha muda mrefu, sio kikohozi cha msimu, ni kikohozi kile ambacho kinakusumbua kwa muda mrefu, itakusaidia sana kupunguza maumivu ya kubanwa na kifua. Kikohozi pamoja na makohozi yale mazito yatapungua kwa kiasi kikubwa. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji wangu, huu mmea wa mvuti au lantana kamara unafanya kazi katika magonjwa hayo ambayo nimekutajia hapo. Kupoteza kumbukumbu kwa wale ambao wanasahau, lakini kwa wale ambao wanabana na vifua, unabana na kifua, tumia lantana kamara au mvuti. Mmea huu unapatikana sehemu nyingi sana. Wengi hupenda kuupanda kama fensi katika
uzio wa nyumba, lakini ni ua pia zuri sana. Mvuti pia unaongeza energy nzuri katika nyumba yako. Ni mmea ambao ukiupanda kama ua utakutengenezea nguvu nzuri, unaongeza nguvu nzuri, ulinzi pamoja na kuinua mambo ya kiroho. Ni mmea mzuri katika eneo lako na katika nyumba yako. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji wangu, mimi naitwa Dr. Mary. Kama wewe ni mgeni na ulitazama hii video kwa mara ya kwanza, nakuomba subscribe, share kwa wengine nao wapate elimu hii nzuri ambayo nakufundisha sasa hivi, ili nao wanufaike katika kujitibia huko waliko. Tunazo tiba mbalimbali: mvuto, dawa za mapenzi, dawa za kuongeza nguvu za kiume, kuongeza maumbile kwa wanaume, lakini pia tunazo dawa za biashara, dawa za changamoto mbalimbali za maradhi ya kiafya, na pia tunazo vipimo vya kufanya ramli ya kiroho, kujua changamoto unasumbuliwa na nini kiroho na kiafya kawaida. Kwa hivyo tunakaribisha sana. Wewe ambaye unataka mawasiliano yetu, bonyeza alama ya kujumlisha 255 787 23 20 81. Utatupata kawaida na WhatsApp kwa ushauri na tiba. Namba ni hiyo hiyo, utatupata kwa ushauri na tiba. Tutaonana katika video nyingine, katika kipindi kingine, na kukaribisha sana mpendwa mtazamaji wangu na mfuatiliaji wa madarasa yangu. Mimi naitwa Dr. Mary. Asante na karibu.